Uchambuzi mpya wa kisiasa kutoka kwa mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Lukman Maloto umeibua maswali mazito kuhusu dhamira na mbinu za kiuchambuzi zilizotumiwa na makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kufuatia hotuba yake iliyotolewa Julai 24 mwaka 2026 kwenye mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, yani THRDC. Katika hotuba hiyo, Dr. Nchimbi aliwataka Watanzania hususa kukomaa na kupambana ili kupata katiba mpya kabla ya fursa iliyopo kumpoteza Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa mujibu wa Nchimbi ana utashi wa dhati wa kukamilisha mchakato huo. Hata hivyo, Maloto katika andiko lake lenye kichwa "Kumuelewa Nchimbi inatakiwa ung'amue alichokificha. Amebainisha kuwa Mheshimiwa Makamu wa Rais amechagua mtindo wa kuangusha moja moja kama bendi maarufu ya African Stars Twanga Pepeta, huku akitumia mbinu ya kisaikolojia na kisiasa inayojulikana kama manipulative underspecification, yani kuzungumza kwa namna ambayo itaiacha hadhira kwenye njia panda na kila mtu akitafsiri ujumbe kulingana na hisia zake. Hili ndilo andiko lote la Maloto. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amechagua kwenda na mtindo wa zamani wa bendi ya African Stars Twanga Pepeta. Anachokifanya ni kuangusha moja moja, na kila linalomtoka mdomoni linakuwa simulizi ya vyombo vya habari, mitandao ya kijamii mpaka vilinge vya mtaa hadi mtaa. Moja mpya ni katiba mpya. Nyuma tayari alishatoa nyingine kadhaa na ikaibua mijadala. Katika hotuba yake wakati wa kufungua mkutano wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, yani THRDC, Ijumaa Julai 24 mwaka 2026, Nchimbi alisema kwa msisitizo, "Komaeni tupate katiba mpya." Ulikuwa ujumbe kwa Watanzania hususa wanaharakati. Nchimbi pia alisema matamanio yake ni kuketi na wanaharakati Maria Sarungi, ambaye amekuwa akimshambulia Rais Samia Suluhu Hassan mitandaoni kila iitwayo leo. Hii nayo ni moja nyingine. Kuhusu katiba, Nchimbi alisema kuwa neno lake moja tu ni hilo: Watanzania hasa wanaharakati wapambane kupata katiba mpya. Kisha akataja sifa za katiba ambayo yeye anaitamani kwamba iwe ile yenye makubaliano ya wadau wote, inayoheshimu haki za wananchi na inayoweza kuliongoza taifa kwa miongo mingine ijayo. Hoja hapa si katiba mpya, ni maneno "pambaneni tupate katiba mpya" na "komaeni tupate katiba mpya." Katiba mpya ni ahadi ya kwenye ilani ya CCM, zaidi ya ahadi ya Rais Samia. Maneno yoyote yenye kujenga muktadha wa kuelekea kupata katiba mpya si tatizo, ni msimamo wa CCM na serikali, maana Rais Samia ndiye mkuu wa serikali, msimamo wake ndiyo wa serikali. Maneno "komaeni" na "pambaneni" ndiyo yanayoibua mgagaziko, kutengeneza viulizo lukuki. Komaeni tupate katiba mpya au pambaneni sio lugha ya serikali au ya CCM. Hayo ni matamshi ya wanaharakati na viongozi wa vyama vya upinzani. Sasa kwa nini Nchimbi ameyatazamia? Zingatia, Nchimbi ni kiongozi namba 2 kwenye nchi. Nchimbi anataka kufikisha ujumbe gani? Malengo yake ni yapi? Maswali hayo, ili upate majibu yake, inabidi kwanza ujue mahali alipoficha nukta. Nchimbi anazungumza bila kuweka nukta. Maana yake sentensi zake hazifiki mwisho. Anaacha hadhira njia panda. Anawashughulisha watu kutafsiri na kuuelewa ujumbe wake. Bahati mbaya, kila mtu anachagua kuelewa kwa namna yake. Ona Nchimbi anavyoamua kuchanganya watu. Anasema komaeni, halafu anasema Rais Samia ndiye anayetaka katiba mpya. Kisha anatoa kitisho kwamba katiba mpya isipopatikana kipindi hiki Rais Samia yupo madarakani, inaweza kuchukua miaka mingine 50 kabla ya kuandikwa katiba nyingine. Kwa kutoa mkanganyiko unaotengenezwa na Nchimbi, Rais Samia ndiye mtoa ahadi, yeye ndiye mkuu wa nchi. Anachokitaka utekelezaji wake hauna kona, kila kitu kipo ndani ya mamlaka yake. Wakati huo huo, Nchimbi anatumia sauti ya wapinzani wa kisiasa na wanaharakati kufanikisha kile ambacho kimeshaahidiwa
na Rais Samia pamoja na CCM, chama kinachoongoza dola. Ni hapo sasa, ukiwa mwanaharakati unaona kama Nchimbi anazungumza lugha yako, lakini unahisi kama kuna mtego. Kwa hiyo unaogopa kumuunga mkono moja kwa moja ukiwa CCM au kiongozi serikalini. Unamuona Nchimbi kama anawaambia Watanzania kuwa Rais Samia ndiye mwenye dhamana njema. Unatamani kumpongeza, lakini unakumbuka sauti za kiharakati ndani yake. Kama Rais Samia anataka katiba mpya, kwa nini adaiwe? Wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Rais Samia aliahidi mchakato wa kupata katiba mpya ndani ya siku 100 za mwanzo baada ya kuapishwa. Siku ya uchaguzi nchi ilikumbwa na dhoruba kubwa. Machafuko yalitokea, watu wengi walipoteza maisha, wengi zaidi walijeruhiwa, mali za umma ziliharibiwa na kuibiwa, watu binafsi waliporwa na kuharibiwa miliki zao, miundombinu ilibomolewa na kuchoma moto kwenye maeneo mbalimbali ya nchi. Kutokana na mazingira hayo, Novemba 14 mwaka 2025, Rais Samia alipokuwa akizindua bunge la 13, alisema kuwa mchakato wa katiba ungesubiri ripoti ya matukio ya kadhia ya Oktoba 29. Kisha aliunda tume na ripoti hiyo tayari ilishatoka. Sasa kuna tume ya jinai zitokanazo na madhira ya Oktoba 29. Kisha yafuate maridhiano, ndipo mchakato wa katiba uanze. Rais Samia alipata kusema kuwa haitawezekana kuandika katiba mpya nchi ikiwa vipande vipande. Unapataje katiba ya nchi kila upande ukiwa unavutia kwake? Maridhiano ni kipengele muhimu ili katiba ipatikane katika mazingira yenye mwafaka wa kitaifa. Sasa kama nchi inasubiri maridhiano kwa mujibu wa mtiririko ambao rais anautaka na ameshautamka, kwa nini Nchimbi anamwambia watu wapambane na wakomalie? Je, Nchimbi anaamsha watu kupambania katiba nje ya mtiririko ambao Rais Samia anautaka? Je, pambanieni na komaeni anamaanisha watu wachangamkie maridhiano ili katiba ipatikane haraka, vinginevyo hawataipata tena? Hoja yake ni kwa maslahi ya nani? Yake binafsi sasa au kesho anayoilenga? Anaipenda na kuitakia mema nchi. Anafanya hivyo kumtafsiri Rais Samia kwa umma ili watu wamuelewe zaidi. Kikatiba, makamu wa rais ni msaidizi wa rais, anatenda aliyopangiwa na rais. Hata kuzungumza, anapaswa kutoa matamshi ambayo yanashabihiana na msimamo wa rais. Je, msimamo wa Rais Samia kwa sasa ni Watanzania waamke na wapambane mpaka katiba ipatikane? Je, Nchimbi amechagua kuzungumza lugha za wanaharakati na wapinzani ili kutengeneza mtaji binafsi kisiasa? Huoni kwa kufanya hivyo anatikisa imani na hadhi ya rais kwa umma? Yeye ndiye msaidizi wa rais. Kwa nini hamshauri Rais Samia njia bora ya haraka ya kupata katiba mpya? Badala yake anakimbilia kwa umma, kuchochea watu wakomae na wapambane. Na hayo mapambano ni dhidi ya nani? Je, ni dhidi ya Rais Samia ambaye naye anaitaka, au kuna watu wanakwamisha? Nchimbi anazungumza kwa kuficha nukta. Katika sanaa ya lugha na uwasilishaji, alichokifanya Nchimbi kinaitwa manipulative underspecification, yaani unazungumza kwa namna ambayo unawaacha watu kila mmoja akijenga tafsiri na hitimisho lake. Wakati huo huo, maana yako halisi unakuwa umeificha. Unafanya hivyo ili kumfanya kila mtu apende unachozungumza, wakati ukifahamu kwamba malengo yako ni tofauti. Hata sasa wapo wanaoamini kuwa Nchimbi anajisafishia njia ya urais. Kimsingi, mtu akizungumza kwa mtindo wa manipulative underspecification, unakuwa huna namna ya kumpinga wala kumuunga mkono, maana anakuwa ameacha nafasi wazi. Hizo nafasi zilizo wazi ndizo zenye nukta ya Nchimbi. Ukiweza kuzijaza, basi utajua kwa usahihi kile alichokimaanisha ndani.